Rais wa Marekani Donald John Trump ameondoka katika makazi yake rasmi ya rais ya White House kuelekea hospitali ya kijeshi ya Walter Reed National Military Medical Center kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wake wa afya wa kila mwaka, hatua inayofanyika wakati mjadala kuhusu afya yake ukiendelea kushika kasi nchini Marekani kutokana na nafasi yake ya kisiasa na matukio yanaendelea katika medani ya siasa za taifa hilo. Ziara hiyo ya kitabibu imevutia kwa kasi vyombo vya habari, wachambuzi wa siasa na wananchi wa Marekani, kwani afya ya rais wa nchi hiyo mara nyingi huchukuliwa kuwa swala la usalama wa taifa na uthabiti wa kisiasa. Uchunguzi wa afya wa rais wa Marekani si jambo la kawaida tu la kitabibu, bali ni tukio linalofuatiliwa kwa karibu kutokana na uzito wa majukumu ya urais, ikiwemo kusimamia jeshi, kufanya maamuzi ya kisera na kushughulikia masuala ya ndani na ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na maafisa wa White House, Trump aliondoka kuelekea Walter Reed kwa uchunguzi uliopangwa mapema kama sehemu ya ratiba yake ya kawaida ya afya. Maafisa hao wameeleza kuwa hakuna hali ya dharura iliyomlazimu rais kwenda hospitalini, huku wakisisitiza kwamba ziara hiyo ni sehemu ya uchunguzi wa kawaida unaofanywa kwa viongozi wa juu wa Marekani ili kufuatilia hali yao ya kiafya mara kwa mara. Hospitali ya Walter Reed iliyopo katika jiji la Maryland karibu na mji mkuu wa Washington ni kituo maarufu cha matibabu kinachotumiwa na marais wa Marekani pamoja na maafisa waandamizi wa kijeshi na serikali. Hospitali hiyo pia imekuwa ikihusika na huduma za kitabibu kwa marais kadhaa wa zamani wa Marekani na mara nyingi hutumika kwa vipimo maalum vinavyohitaji usiri mkubwa na uangalizi wa kiwango cha juu cha kitabibu. Katika uchunguzi huo wa afya, Trump anatarajiwa kufanyiwa vipimo mbalimbali vya kina vinavyolenga kutathmini hali yake ya afya kwa jumla. Hii ni pamoja na vipimo vya moyo na mfumo wa damu, kupimwa shinikizo la damu, kiwango cha sukari mwilini, afya ya mapafu, uzito wa mwili, uwezo wa mwili kufanya kazi kwa ufanisi, pamoja na tathmini ya jumla ya hali ya akili na uwezo wa kiutambuzi. Kwa kawaida, marais wa Marekani hupitia tathmini ya kina ili kuhakikisha wana uwezo wa kuendelea kutekeleza majukumu mazito ya urais. Katika siku za hivi karibuni, afya ya Trump imeendelea kuwa mada ya mjadala wa kisiasa na kijamii, hasa kutokana na umri wake pamoja na baadhi ya taarifa zilizoripotiwa kuhusu changamoto ndogo za kiafya. Baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti matukio madogo yaliyohusisha kuonekana kwa uchovu katika baadhi ya shughuli za umma pamoja na mijadala kuhusu mwenendo wake wa afya kutokana na ratiba zake nyingi na shughuli nyingi za kisiasa. Hata hivyo, maafisa wa White House wameendelea kusisitiza kuwa changamoto zozote zilizotajwa si kubwa wala za kuhatarisha afya ya rais, wakisema hali hizo ni za kawaida na hazijamzuia kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Mjadala kuhusu afya ya viongozi wa kisiasa nchini Marekani umekuwa ukiibuka mara kwa mara, hasa wakati wa uchunguzi au nyakati za maamuzi makubwa ya kimataifa. Wapinzani wa kisiasa na wachambuzi mara nyingi hutaka uwazi zaidi kuhusu hali ya afya ya rais, wakiamini kuwa wananchi wana haki ya kufahamu ikiwa kiongozi wao ana afya inayomwezesha kuhimili majukumu makubwa ya urais. Kwa upande mwingine, wapo wanaosisitiza kuwa viongozi pia wana haki ya faragha ya taarifa zao za kitabibu, isipokuwa pale afya hiyo isipoweza kuathiri moja kwa moja uongozi wa taifa. Trump mwenyewe amewahi kueleza mara kadhaa kwamba ana afya njema na uwezo mkubwa wa kufanya kazi licha ya umri wake, akijitaja kuwa mwenye nguvu za kutosha kuongoza taifa hilo. Katika miaka ya nyuma, ripoti za madaktari wake zimekuwa zikionyesha kuwa anaendelea kufuatiliwa kiafya kwa karibu, huku akipata ushauri wa kitabibu kuhusu lishe, mazoezi na mtindo wa maisha ili kuhakikisha anabaki katika hali bora ya kiafya. Kwa sasa, macho ya wengi nchini Marekani na duniani yameelekezwa kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa daktari wa rais baada ya vipimo hivyo kukamilika. Mara nyingi taarifa hizo hujumuisha muhtasari wa hali ya afya ya rais, matokeo muhimu ya vipimo na mapendekezo yoyote ya kitabibu iwapo yatakuwepo.
Uchunguzi huu unafanyika wakati Marekani ikiendelea kupitia kipindi nyeti cha kisiasa, jambo linalofanya afya ya rais kwa moja ya masuala yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi na umma pamoja na wadau wa kisiasa. Naitwa Onesimo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.